Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwa kila Jumatano nitakuwa na mtiririko wa mafundisho yanayoongelea nguvu ya damu. Nguvu ya damu. Nasema damu, lakini damu nayoilenga kuiongelea nguvu yake ni damu ya Yesu. Lakini mwanzo nitaanza kuongea damu katika ujumla wa damu, lakini mwisho ninakoelekea ni kuongelea nguvu ya damu ya Yesu. Na kwa nini nafanya hivi? Ni kwa sababu wengine mnafahamu kwamba wale wanaoadhimisha Kwaresma wameanza mfungo wa Kwaresma, si ndio? Ni maandalizi ya kuenda kwenye kumbukumbu ya mauti ya Mwokozi Yesu. Haleluya. Maandalizi ya kwenda kwenye kumbukumbu ya Pasaka. Kwa watu wameanza leo Jumatano, inaitwa leo Jumatano ya Majivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo inaitwa Jumatano ya Majivu na mifungo imeanza. Na sisi tunaanza kujiandaa kuendelea kukumbushana kama waamini habari ya kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Kwa nitaongelea katika Jumatano zitakazofuruliza kutokea sasa, nitakuwa nazungumza nguvu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema neno fulani zuri sana katika Waebrania sura ya 9 mstari wa 7 na mstari wa 18, lakini kwa manufaa ya wanafunzi na wafuatiliaji nitasoma mstari wa 7 mpaka wa 18 badala ya kusoma mstari wa 7 na wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Waebrania sura ya 9 taanza na mstari wa 7. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu. Sema wala si pasipo damu. Wala si pasipo damu. Wangapi wanapenda kuongea Kiingereza? Wangapi wanatamani kuongea Kiingereza? Sema not without blood. Not without blood. Haleluya. Naweza kumwambia jirani yako hata Kiingereza sio kigumu, nimeshaongea tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wasio wanakutisha, Kiingereza sio kigumu. Si umeongea tayari? Amen. Wala si pasipo damu. Hilo neno tutalitumia sana, la wala si pasipo damu. Bwana Yesu asifiwe. Naanza kusoma sasa. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, hapo ndipo ambayo ndio mfano wakati huo uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kukamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu
vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa ipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwake, palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzishwa pasipo damu. Sema pasipo damu. Sema not without blood. Not without blood. Hakuna kitu cha kimungu kina nguvu pasipo damu. Hakuna Mkristo ana nguvu pasipo damu. Hatuna mamlaka juu ya magonjwa na juu ya mapepo pasipo damu. Hatuna ushindi juu ya dhambi na juu ya dunia pasipo damu. Hatuna kwenda mbinguni na kumwona Mungu pasipo damu. Not without blood. Pasipo damu hakuna jambo lolote la kimbingu au la kimungu laweza kuwa na nguvu. Anasema hata maagano haya yaliyofanyika kati ya wanadamu na Mungu hayana nguvu kabisa pasipo damu. Haleluya! Agano lolote la ulimwengu wa roho la kimungu halina nguvu kabisa pasipo damu. Damu ni jambo lina nguvu. Damu ni kitu kina nguvu. Haleluya, haleluya. Si pasipo damu. Kwa hiyo maandiko yanasema katika kitabu hiki cha Waebrania, mwandishi wa kitabu cha Waebrania akiwa anajaribu kutueleza yale yaliyo katika matumaini yetu. Moja ya mambo ambayo ni sehemu ya muhimu ya sababu za sisi kuwa waamini, haleluya, kuwa tumeokoka, kuwa waamini. Sema kuwa waamini. Moja ya sababu za muhimu sana za kwa nini sisi ni waamini ni taraja la maisha baada ya maisha ya sasa ya duniani. Haleluya. Kama kuamini kwetu hakuna mfungamano na taraja tulilonalo la baada ya maisha ya sasa, basi kuamini kwetu hakuna maana. Maana hata siamini anaweza kuishi maisha ya sasa, si ni sawa? Anaweza mwingine kuishi vizuri sana maisha ya sasa hata asiyeamini.
kama kuamini kwetu kunatazama tutakavyoishi maisha mazuri duniani, tutakavyovaa vizuri na kukaa kwenye majumba mazuri na kuendesha magari mazuri na kupata heshima nzuri na kupata pesa nyingi na kuwa na vyeo vikubwa, haina sababu ya kuamini, kwa sababu hata wasioamini wana magari mazuri, wana vyeo vikubwa, wana nyumba nzuri na wana maisha mazuri na wana fedha nyingi. Hakuna sababu ya kuamini kama wanayoyatafuta wasioamini, na sisi ndio tukienda kwa Mungu tunaenda kutafuta hayo. Jamani, wangapi wamenielewa? Naomba nirudie tena. Kama wasioamini wanaweza kuwa na nyumba nzuri bila kumwamini Yesu, wakawa na vyeo vikubwa bila kumwamini Yesu, wakawa na fedha nyingi bila kumwamini Yesu, wakawa na elimu kubwa bila kumwamini Yesu, na sisi dhamira yetu ya kumwamini Yesu ni kwamba tupate nyumba nzuri, ndio kinachotufanya kinatusukuma tumwamini Yesu, tupate pesa ndio kinatusukuma tumwamini Yesu, tupone magonjwa, maana hata wasioamini ni wazima, wanatembea barabarani, hawana afya njema, si ndio? Kwani wasioamini hawana afya? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama tunaamini kwa sababu tunatafuta afya, kama tunaamini kwa sababu tunatafuta nyumba, kama tunaamini kwa sababu tunatafuta watoto, tunaamini kwa sababu tunatafuta tujulikane, tuwe maarufu, basi hakuna tunachomzidi asiyeamini. Imani yetu haimzidi chochote asiyeamini. Haleluya. Lakini kama imani yetu baada ya maisha duniani tunatarajia kuwa na kitu ambacho asiyeamini hata kuwa nacho, tuna sababu ya kuamini. Kama baada ya duniani tunatarajia la kuwa mahali ambapo asiyeamini hatafika, basi tuna sababu ya kuamini. Kama kuamini kwetu tunatarajia la kuvaa utukufu ambao asiyeamini hata uvaa, basi tuna sababu ya kuamini. Haleluya. Imani yetu isipofungamana na taraja la baada ya maisha ya duniani, imani yetu haina sababu ya kuwepo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mwandishi wa Waebrania anasema ya kwamba kulikuwa na madhabahu, hema, kulikuwa na hema. Anatumia neno hema ya pili, lakini hema hazikuwa mbili, isipokuwa hema zilikuwa na sehemu mbili. Hema moja, lakini kuna maeneo mawili. Kuna eneo moja lilikuwa linaitwa patakatifu peke yake, alafu lingine kuna katishwa pazia hapo katikati, alafu upande wa pili nyuma ya pazia kwa ndani zaidi panaitwa patakatifu pa patakatifu. Ndiko kwenye uandishi wa maandishi huyu amepaita hema ya pili, lakini sio kwamba kwa hema mbili. Haleluya. Akasema pale kwenye hema ya pili, akimaanisha pale upande wa pili wa pazia, patakatifu pa patakatifu. Nikisema hema ninamaanisha, kwa mtu ambaye anaanza kusikia mambo ya Biblia kwa mara ya kwanza leo, ninamaanisha kwamba wana wa Israeli walipokuwa natoka Misri, wakati huo Mungu anawatoa katika mikono ya Farao. Walipokuwa kija, Mungu alifika nao kwenye mlima Sinai, akawafundisha namna ya kumwabudu, na kwa hiyo akamfundisha Musa namna ya kutengeneza nyumba ya ibada ambayo ndio waliita hema ya kukutania. Ile nyumba ya ibada wakati huo, kwa sababu ilikuwa ni jangwani na wanasafiri, ilikuwa inaitwa hema. Na ni hema kwa sababu walikuwa wakitaka kuondoka wanaing'oa, wanaenda nayo, wakifika sehemu nyingine pa kufanya kituo wanaikita tena, wanaijengea utaratibu ule ule na ibada zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hema ile upande ule wa ndani
palikuwa na kiti kinachoitwa kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo palikuwa panawakilisha uwepo wa Mungu. Mungu anakoketi. Palikuwa pia na sanduku linaloitwa sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo ndani mwake waliweka mana, ile mana waliokuwa nakula kwenye safari yao ya jangwani. Sampo yake au sampuli yake moja kidogo waliweka ndani ya lile sanduku kwa ajili ya ukumbusho. Na waliweka pia ndani fimbo ya kuhani mkuu wao aliyekuwa anaitwa Haruni. Ilikuwa inakaa mle ndani, fimbo ya Haruni ilikuwa inakaa mle ndani. Ilichipuka wakati fulani kutoka mashindano ya nani ni kuhani, nani ni kuhani. Walipopeleka zile fimbo zao, wale waliodhaniwa kwamba wanaweza kuwa makuhani, fimbo zao zote zikawa kavu, zikabaki kavu. Ya Haruni ikachipuka, ikatoa majani, ikatoa maua, ikatoa na matunda yakaiva. Kesho asubuhi akakuta tayari imeshaivisha na matunda. Ikathibitisha kwamba kuhani aliyechaguliwa na Mungu ni Haruni. Kwa ile fimbo ya Haruni iliyochipuka wakaitunza kwa ajili ya ukumbusho katika sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Na kile kitabu alichoandika Musa, alichoandika sheria na amri kwa wana wa Israeli, ambacho kitabu hicho kiliandikwa kwenye jiwe. Ilikuwa ni mawe yameandikwa, zile sheria ziliandikwa kwenye mawe. Haleluya. Kwa hiyo kile kitabu nacho kikawekwa mle pia, zile amri za Mungu nazo pia. Kwa hiyo ndani kulikuwa na vitu hivyo vitatu. Kulikuwa na zile sheria za Mungu zilizoandikwa na Musa, kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka, kulikuwa na mana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo maandiko yanasema kuhani alikuwa na ingia mara moja mle ndani kwa mwaka, mara moja. Na ile siku alikuwa naingia ilikuwa, kama sijasahau, ni siku ya 10 ya mwezi wa 7. Ilikuwa inaitwa siku ya upatanisho, the day of atonement. Haleluya. Kulikuwa na sikukuu miongoni mwa sikukuu 7 alizoziamuru Bwana kwa wana wa Israeli. Mojawapo ilikuwa inaitwa sikukuu ya upatanisho, the feast of atonement. Siku ile ya upatanisho kulikuwa na utaratibu wa kuhani kwenda kule kwa damu, anaenda na damu. Walikuwa wanachukua damu ya ng'ombe na baadaye ya kondoo. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi utakuta sura 23 na maeneo mengine. Ule utaratibu, kuhani anaingia kwa damu ya ile ng'ombe, ananyunyiza kule kwenye vile vyombo vyoko kule ndani, ananyunyiza. Kwanza anaanza kwa ajili yake mwenyewe na familia yake, na baadaye pia anakuja tena mara ya pili kunyunyiza kwa ajili kwa mnyama mwingine, ananyunyiza kwa ajili ya watu. Wanapatanishwa na Mungu kwa njia ya damu ya kunyunyizwa, ambao Waebrania sura 12 imeitwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko damu ya Habili. Haleluya. Ananyunyiza damu, baadaye anachukua mbuzi. Kulikuwa na mbuzi mmoja anachinjwa, naye pia damu yake inanyunyizwa kwa utaratibu ule ule. Halafu yule wa pili, wanakuwa wawili. Yule wa pili kuhani yule anamwekea mikono kichwani, halafu kijana aliyechaguliwa anamchukua, anampeleka jangwani, anamtupa huko, anapotelea huko. Dhambi zake zimewekwa juu ya yule
Dhambi za watu wote zimewekwa juu ya yule, na ameenda kupotea nazo huko. Ndio maana Yesu akaitwa mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Wakati ule kulikuwa na mnyama yule, kishawekewa mikono na kuhani, kijana yachaguliwa, anamchukua anampeleka kusikojulikana, anahakikisha huyu hatarudi, anamwacha huko, amechukua dhambi za watu wote. Haleluya. Na kwenye madhabahu kule ndani, au kwenye patakatifu pa patakatifu kule ndani, damu ya upatanisho imenyunyizwa. Kulikuwa kunanyunyizwa damu ya upatanisho, imenyunyizwa, na dhambi zimechukuliwa na yule mnyama, ameenda kupotelea jangwani. Kwa sikukuu hiyo ilikuwa inaitwa sikukuu ya upatanisho, au the feast of atonement. Sasa katika sikukuu hiyo ya upatanisho, ndiyo siku pekee kuhani mkuu alikuwa na kwenda patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe na familia yake, lakini pia kwa ajili ya dhambi zote za wana wa Israeli, kwa ajili ya kufanya upatanisho na Mungu. Sasa Biblia inasema Yesu katika shughuli yake ya kikuhani, baada ya kumwaga damu yake msalabani, baada ya damu yake kumwagika msalabani, Yesu aliondoka akaenda mbinguni na damu yake, kama kuhani afanyavyo. Ile ya kwanza, maandiko yanasema kuhani ilikuwa lazima afanye hivyo kila mwaka, kwa sababu kumbukumbu la dhambi ile lilikuwa linakuwepo kila mwaka. Kwa kila mwaka lazima kuhani aingie tena kufanya upatanisho kila mwaka, kwa sababu dhambi ilikuwa inafanya ukumbukumbu lake kila mwaka. Kwa walikuwa lazima kila mwaka kuhani arudi tena kufanya upatanisho. Lakini Yesu katika ukuhani wake mkuu akafanya upatanisho mara moja, na baada ya upatanisho ule hakuna tena kumbukumbu la dhambi. Haleluya. Kwa hiyo anaitwa kwa maneno mengine kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, wala sio kuhani mkuu kwa mfano wa Haruni. Haleluya. Ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki Yesu, si kuhani mkuu kwa mfano wa Haruni. Kwa nini? Kwa sababu Melkizedeki hana mwanzo wa miaka yake. Hakuna mahali pameandikwa baba yake ni nani, alizaliwa na nani, alizaliwa wapi na nini na nini na nini. Hakuna mahali panajulikana alifia wapi, alizikwa na nani. Haleluya. Hana mwanzo wa uhai wake, wala hana mwisho wa siku zake. Haleluya. Kwa Yesu ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Melkizedeki, Ibrahimu alikutana naye akamtambua ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, na ni mfalme wa Salemu. Kwa hiyo Melkizedeki akamtolea fungu la 10 la nyara alizokuwa amemaliza kuzipata alipokuwa ameenda kuwapiga wafalme Kadraoma pamoja na wafalme wengine 5. Aliporudi ana nyara nyingi, akakutana na Melkizedeki, kuhani wa Mungu aliye juu sana, tena anaitwa mfalme wa Salemu, yaani mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akamsujudia, akampatia sehemu ya 10 ya zile nyara, na halafu Melkizedeki naye akampa Ibrahimu mkate na nini, na divai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkate ni uwakilishi wa neno la Mungu, ni uwakilishi wa mwili wa Kristo. Mnaendelea vizuri? Mkate ni uwakilishi wa neno la Mungu, lakini mkate pia
ni uwakilishi wa mwili wa Kristo. Divai ni uwakilishi wa Roho Mtakatifu, lakini divai pia ni uwakilishi wa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Siku ya Pentekosti watu walionekana kama wamelewa na wakadhaniwa wamelewa. Petro akasema hawajalewa hawa. Hiki ndio kile alichosema nabii Yoeli, nachokiona sasa kwamba itakuwa siku za mwisho, asema Bwana. Yoeli 2:28, nitamimina roho yangu juu ya watu wote wenye mwili. Mabinti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Haleluya. Watu wakijawa Roho Mtakatifu hawawi kama walivyokuwa. Mitazamo yao inabadilika, kuwaza kwao kunabadilika, kutembea kwao kunabadilika, mambo mengi yanabadilika watu wakijazwa Roho Mtakatifu. Sawa sawa tu na mtu akilewa divai. Mtu akilewa, kutembea kunabadilika, kuongea kunabadilika, kufikiri kunabadilika, everything changes. Vitu vyote vinabadilika. Haleluya. Kwa divai ni uwakilishi wa Roho Mtakatifu, lakini pia divai ni uwakilishi wa damu ya agano ya Yesu. Siku ile alipotolewa, alitoa kikombe, akawapa wanafunzi wake wote, akawaambia, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ni damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa wakati Ibrahimu anakutana na Melkizedeki, alikutana na mfano wa Yesu Kristo, wa kuhani kwa mfano wa Yesu Kristo. Haleluya. Akamsujudia, akampa fungu la 10 la nyara zake. Ndio maana wale wasiotoa fungu la 10, wengine kwa elimu yayosema hayo mambo yalikuwa ya agano la kale, wanataka kusema Yesu si kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, au Melkizedeki ukuhani wake si wa mfano wa Yesu. Je, Yesu ni wa agano la kale, ni wa agano jipya? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni wa agano la kale, ni wa agano jipya. Kulipa zaka kama hulipi zaka, kama nadhani ilikuwa jambo la agano la kale, hiyo elimu imekupotosha. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naye Melkizedeki akampa Ibrahimu mkate na divai, kama nilivyomaliza kufafanua, akidhihirisha yeye ni mfano wa Yesu. Yesu alipokuwa akiachana wanafunzi wake, aliwapa mkate na divai. Melkizedeki alimpa Ibrahimu mkate na divai. Yesu aliwapa wanafunzi wake siku ya mwisho mkate na divai. Unaona connection hiyo? Unaona huo muunganiko? Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Kimaanisha damu ya agano, damu ya agano jipya, na mwili wake unaotolewa kwa ajili ya kusaidia kupaingia patakatifu. Haleluya, haleluya. Kwa maandiko yakatumia neno kuhani aliingia mara moja kwa mwaka, na si pasipo damu. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Narudia, imeandikwa kuhani alikuwa akiingia mara moja patakatifu pa patakatifu, na si pasipo damu. Sio pasipo damu, ni kwa damu. Kuhani aliingia patakatifu pa patakatifu kwa damu. Patakatifu pa patakatifu pale ni mfano wa mbinguni, na si mbinguni pote, mbinguni pale panapozunguka kiti cha enzi cha Mungu.
Umeelewa vizuri? Vile Mungu alimwambia Musa atengeneze ile hema ya kukutania na ndani patakatifu aweke sanduku la agano, na juu ya sanduku la agano aweke kiti cha rehema, na halafu kuzunguka kiti cha rehema wawepo makerubi mawili ambao ni mfano wa malaika wanaozunguka kiti cha enzi. Jina la Yesu libarikiwe. Wakiwa wametandaza mbawa zao, makerubi ya dhahabu, tandaza mbawa zao, upande huu na upande huu, na mbawa zile zinakutana. Pale ni patakatifu, panawakilisha pale aketipo Yesu Baba pamoja na Mwana, maana pamesema alipoenda aliketishwa upande wa kuume wa Baba. Haleluya. Pale aketipo ambapo Yohana katika Ufunuo sura ya 4 alipaona. Haleluya. Paona kile kiti cha enzi cha Mungu, kaona na waliozunguka, kaona wazee 24 pia, akaona wenye uhai 4 wanaomimina utukufu na heshima kwa Mungu muda wote na wakati wote. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Mahali hapo ndipo Yesu alienda baada ya kutoka kuzimu, baada ya kufufuka, akaenda kwa damu yake, akaingia pale kama utaratibu wa kikuhani ulivyo, akanyunyiza damu yake. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa ajili yetu, kwa ajili ya msamaha wa dhambi wetu, ili kwamba sisi tuweze kupata rehema, kama kiti chenyewe kinaitwa kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweze kupata rehema kwa sababu ya damu, si pasipo damu. Hatuwezi kupata rehema kwa Mungu wala kukubalika mbele za Mungu pasipo damu. Hatuwezi kuenjoy wema wa Bwana pasipo damu. Tunafurahia neema ya Mungu lakini si pasipo damu. Tunafurahia ushirika na Mungu lakini si pasipo damu. Tunafurahia uponyaji wa Mungu lakini si pasipo damu. Tunafurahia wokovu wa Mungu lakini si pasipo damu. Tunafurahia kibali cha kimungu lakini si pasipo damu. Haleluya. Si pasipo damu, ni kwa damu. Kwa maandiko anasema katika Waebrania sura inayofuatia hapo mbele, yaani sura ya 10 mstari wa 19 mpaka mstari wa 22. Waebrania sura ya 10 na mstari wa 19 mpaka wa 22. Biblia imeandikwa, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Kwa nini? Kwa damu. Hapa wazungumzia habari ya kule tutakapofika mbinguni baada ya maisha duniani. Hata sasa tunaposema tumemsogelea Mungu kwa maombi, wakati mwingine kwa ibada, wakati mwingine, haleluya, tunaenda mbele za Mungu kila siku kwa ibada, si ni sawa? Si tunaenda kwa Mungu kwa ibada? Tunaenda mbele za Mungu kwa maombi, si ni sawa? Si tunaenda kwa Mungu? Hatuna uwezo wa kufanya jambo hilo pasipo damu. Ni damu ndio inayotupa. Ulishawahi kwenda mahali ili uingie, wanakupa kitu kinaitwa gate pass. Sasa tunaposema tumekwenda mbele za Mungu, iwe ni kuomba, iwe ni kuabudu, kinachotufanya tufike mbele za Mungu tuabudu, na Mungu aone kuna watu wamekuja hapa mbele yangu wameabudu,
ile gate pass ya kufika pale ni damu. Tunaingia kwa damu. Hatuna uwezo wa kuonekana mbele za Mungu pasipo damu. Tuna sifa za kutoa sauti zetu na haja zetu au ibada zetu kwa Mungu, ni damu. Si pasipo damu. Hatuna uwezo wa kwenda mbele za Mungu pasipo damu. Hatuna uwezo wa kuonekana kwa Mungu pasipo damu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wana wa Israeli walipokuwa ile siku ya mwisho kutoka Misri, ambayo inafananishwa na siku ya Pasaka. Actually sio inafananishwa, ndio siku ya Pasaka yenyewe. Maana walichinja kondoo ambaye ndiye aliitwa Pasaka. Yule kondoo ndio Pasaka. Bwana Yesu sasa. Damu ya yule Pasaka, yule kondoo ambaye Mungu alisema ni Pasaka. Kondoo yule Mungu alitoa maelekezo, damu yake iwekwe kwenye mabakuli, na halafu mkuu wa familia husika, maana alichinjwa ndani ya kila familia. Mkuu wa familia husika achukue tawi la hisopo. Haleluya, mti unaitwa hisopo. Achovye tawi lile la hisopo kwenye lile bakuli lenye damu ya yule kondoo. Halafu achukue lile tawi la hisopo, aende anyunyize kwenye miimo ya milango pamoja na kizingiti cha juu cha mlango wa hiyo nyumba ambayo wamechinja Pasaka. Kwa kila nyumba jioni ile walihakikisha mle ndani wamelala wanalo tawi la hisopo. Haleluya. Na ile damu walipochinja kondoo yule usiku, wakahakikisha kila familia wanachovya tawi la hisopo kwenye bakuli lenye damu ya Pasaka, wananyunyiza. Sasa sikiliza, Biblia inasema kwamba Mungu akasema, nitakapokuwa malaika yule alipokuwa anapita kwa ajili ya kuangamiza wa Misri, nyumba zile ambazo ataona damu, haleluya, nyumba zile ambazo ataona damu, hizo nyumba zitakuwa salama. Malaika yule atapita juu, will pass over. Ndio neno Pasaka linatokana na hilo neno. Pasaka ni pass over. Mabaya hayatawapata, yatapass over, yatapita juu, taenda kwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa zile nyumba zote ambazo zilikuwa na damu, hakuna mtu alikufa. Na nyumba zote ambazo hapakuwepo na damu, alikufa mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe kilichopo hapo, kuanzia wa binadamu mpaka wa wanyama. Kila aliyemzaliwa wa kwanza wa kiumbe chochote kilichoko hapo alikufa. Nyumba isiyo na damu, nyumba ambayo yule mjumbe wa Mungu alipofika akakuta hakuna damu. Kwa hiyo hawakuokoka pasipo damu. It was not without blood. Haleluya. Haikutokea wakawa salama pasipo damu. Ilikuwa ni kwa damu. Walipona kwa damu. Walikuwa salama kwa damu. Walilindwa kwa damu.
Haleluya! Haikuwa pasipo damu, ilikuwa ni kwa damu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa ni ishara ya Pasaka. Yesu Kristo alienda pale patakatifu. Sasa maandishi wa Ibrania amesema hapakufanyika kwa mikono, na ile hema akaita hema iliyo kubwa. Haleluya! Sio kama ile ya Musa, hema iliyo kubwa. Ndipo Yesu alipokwenda kwa utaratibu ule ule wa kikuhani, akanyunyiza damu yake mwenyewe, akafanya upatanisho wa wanadamu na Mungu. Na kila anayemwendea Mungu katika Yesu Kristo anakutana na ile damu ya upatanisho, anapatanishwa na Mungu, anaokoka. Anapatanishwa na Mungu, anaokoka. Si pasipo damu, lakini kwa damu. Anasamehewa dhambi zake, si pasipo damu, kwa damu. Anaponywa magonjwa yake, si pasipo damu, kwa damu. Anapiganiwa vita vyake, si pasipo damu, bali kwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Si pasipo damu. Tutaendelea siku nyingine, tutaanzia hapa. Mungu wa neema yote awabariki.